Nzuri kwa Baila Gogo. Hapa tuko vizuri kabisa, tupo hewani muda huu na nimetamani asubuhi hii leo tuzungumze tuweke msisitizo lile swala ambalo umelizungumza siku ya jana na kuwatoa wana Njombe hofu na kwamba atoke wakapige kura. Wengi wamekuwa na hofu, lakini pia amekuwa na ile kwamba itakuwaje siku hii ya leo. Kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Njombe, karibu sana. Nafasi ni yako hii, tuzungumze na wana Njombe, lakini pia tuzungumze na Watanzania kuhusiana na kesho, na siku ya kesho ambayo ndo siku rasmi ya kwenda kumchagua rais, mbunge pamoja na diwani wake. Karibu sana mheshimiwa. Nchi yetu imekuwa na historia ya kuwa na chaguzi zenye utulivu. Pengine tunachoweza kutofautisha tu ni kwamba miaka ya nyuma tulikuwa na mitandao ya kijamii ambayo watu waweza kuandika habari na vitu gani. Lakini nchi ina uzoefu wa kufanya chaguzi ndani ya mfumo wa chama kimoja, ndani ya mfumo wa vyama vingi. Na tunakuwa na tension za nani anashinda, nani anashindwa, nani anaanguka, nani anasimama. Sio tension za kwamba nikienda kupiga kura nitafanywa jambo baya. Hiyo sio utamaduni, sio mila na sio historia ya nchi ya kwetu sisi. Kwa hiyo nilichokifanya kama kiongozi wa mkoa mmoja ni kwamba nilikwambia wananchi kwamba tarehe 29 ni siku ya mapumziko. Lakini mapumziko unayatafsiri zaidi kwa watu ambao wameajiriwa. Lakini kwa mtu ambaye shughuli zake za kawaida ni siku ya kufanya shughuli zake za kawaida. Maana yake ni kwamba ni tukio la kwenda kupiga kura. Anaenda kwenye shughuli zake. Kuna ambaye atasema no, mimi nipige kura mapema niendelee kwenye shughuli zangu. Kuna atakayesema mimi nianze shughuli zangu nitapiga mchana. Na ni kwa kukumbusha tu wananchi, unajua tuna kasumba ya mazoezi yetu mengi yanayohusu deadline. Asubuhi kweupe, mchana kweupe, saa moja kabla ya kufunga kituo unasajili NIDA, unasajili simu, ndio unaona pole inakuwa ni kubwa. Ndio. Sasa mazoezi sikia kusema tuongeze siku, lakini uchaguzi siku moja. Kwa hiyo kwa kukumbusha tu wananchi waende wakapige kura, ambao ni haki yao ya kidemokrasia, ni haki yao ya kikatiba. Na unatimiza taka la katiba la kidemokrasia. Ndio. Lakini habari ya kwamba kuna fujo, kuna hiki Njombe ni mkoa watu wanaofanya biashara. Mtu anayefikia mambo ya eneo. Kwani ni huo msisitizo kama wananchi wakapige wafanye kura. Na vyombo vya ulinzi ndio kwa sababu ya kio linavilazimu wao kama vyombo vya ulinzi kuwa na wajibu wao. Maana ni wajibu wao tu. Ndio. Askari kufanya doria ni wajibu wao. Sasa kwa maana kwa watu wa mijini sio jambo jipya. Kwa maana askari kufanya doria. Sikia kwa watu askari wanafanya doria jioni na magari, wengine mjini wanatembea na miguu saa 12 kwenda kwenye doria za usiku. Lakini sasa isidebe tafsiri kwamba ni kwa sababu ya kwamba kuna tishio la watu kupata shida wakati wa kwenda kufanya zoezi la upigaji wa kura. Kwa hiyo tumewasisitiza wananchi na mimi mwenyewe kama kiongozi wa mkoa waende kwenye kutimiza takwa lao la kidemokrasia. Kwa sababu sisi serikali yetu ndio. Kuna hili la mwisho pia tumalize nalo. Kuna hii taarifa ya vyombo vya kusafiri vya usafirishaji. Wengine wametoa taarifa kwamba kesho havitofanya kazi, kwamba tunasema kwa ajili ya uchaguzi. Haina athari yoyote hasa kwenye mikoa, mfano kwenye mikoa ambayo ina wafanya biashara kama walivyosema, watu na mambo yao ambayo yanaendelea. Sisi Njombe biashara zote zinafanya kazi. Biashara zote ndio zinafanya kazi. Hakuna biashara inayosimama. Kwa sababu tukiwa piga kura, tukiwa ni dakika mtu anaenda kwenye kituo anapiga kura. Biashara zote zinafanya kazi na tumewaambia wananchi. Biashara zote zinafanya kazi na kila mmoja aendelee na shughuli zake za kibiashara. Kwa sababu mapumziko yale ni kwa mtu anayeenda kwenye kazi ya ajira. Ameajiriwa mahala, maana siku ya mapumziko takwa la sheria yetu kama nchi. Siku ya uchaguzi mkuu ni siku ambayo
ya mapumziko kwa watu kwenda kwenye maofisini, lakini haimzuii mtu kuendelea shughuli zake. Kwa hiyo sisi hatuna taarifa ya magari kutofanya kazi au vyombo vya usafiri kutofanya kazi. Hapana, vinafanya kazi masaa 24. Sawa, mimi nikushukuru sana kwa muda wako, maana ndo tulikuwa tunahitimisha kamati hapa. Nijaribu kutafuta tangu mapema kidogo, na hisi majukumu mengine. Kwenye vitu vya unajua si kama taifa ni lazima tuwe na vitu ambavyo mnakubaliana kama taifa. Unajua ukisikia mtu anazungumza kwamba tuchome kituo cha mafuta. Kituo cha mafuta ni cha nani? Kwamba wewe hapo Global na miki kituo chako cha mafuta kuna mtu anasubiria kesho aenda kakichome. Na unataka kushabikia hilo kwamba nyumba ya mama yako pale ikachoma moto kwa sababu ya uchaguzi. Hatuwezi kwa taifa kushabikia vitu vya hivyo. Kwa sababu narudi kwa essence ya kawaida. Kwamba kwa tunataka tuwae kwamba tuchome kituo cha French cha mafuta ili watu watishike wasiende kufanya uchaguzi. Hilo taifa la wapi? Hatuwezi kufanya vitu vya aina hiyo. Hatuwezi kufanya vitu vya aina hiyo. Haya ni mambo ya huko duniani. Sisi kama mkoa wa Njombe watu hapo wakubize kufanya biashara zao. Ndio. Na mambo mengine yanaendelea. Yanaendelea kusafirishwa, viazi vinasafirishwa na mambo mengine yanaendelea kama kawaida. Mimi nikushukuru sana. Jambo ambalo linatishia usalama, maana vyombo vipo vya dola vitangaika na mambo haya ambayo ni role ya jukumu lao. Sawa. Kama mkoa watu waende wakapige kura. Sawa, mheshimiwa mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Nakushukuru sana. Asante sana. Ni mkuu mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Anthony Mtaka, tukizungumza naye asubuhi hii leo. Umemsikia upande wa Njombe na amesema serikali, kama nilivyosema, serikali hawajatoa tamko kuhusiana na safari. Ni